klabu ya Yanga kutoka tawi la Yanga Mwanza mjini. Binafsi nimeweza kufurahi kwa sababu kitu kikubwa kwenye mchezo ni matokeo mazuri, kupata ushindi. Kwa hiyo binafsi siku ya leo kwa kazi wa Mwanza pamoja na mikoa mingine tumeweza kufurahi sana kwa ajili ya ushindi wa leo. Mchezaji Damaro, mwingine kwako, amekuwa ni mchezaji wa aina gani katika game? Amecheza vizuri, ni mchezaji ambaye ni mzuri siku zote, lakini kubwa zaidi ni kwamba kafika nyumbani kwao. Kwa hiyo mtu akija nyumbani kwao lazima aweze kufanya vizuri na lazima aweze kuonyesha wakazi wa nyumbani kwao kwamba anafanya vizuri. Kwa hiyo tumefurahi kwa kiwango chake ambacho ameweza kuonyesha siku ya leo. Ameweza kuhimili dimba vizuri kabisa na tukaweza kupata matokeo mazuri siku ya leo. Unaona safari ile ya ubingwa tunakwenda kuifikia kwa mwaka huu? Yes, kwa sababu sasa hivi tunakusanya point. Maana hiyo kwamba pointi 3 ambazo tumezipata leo zinatupa pia kuendelea kukaa kileleni, lakini pia zinatuongezea gap kati ya watu ambao tunashindana nao kwa mwaka huu. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba tunatetea ubingwa wetu kwa ushindi wa siku ya leo. Kwa majina anaitwa Daniel Pasco Isaka, mwanachama wa Yanga Mwanza mjini. Pia mechi ya leo, kwanza tunaheshimu Pamba. Pamba ni timu ngumu na vile haijawahi kupoteza katika uwanja wao wa CCM Kirumba. Kwa hiyo tunaheshimu Pamba na wachezaji wakafuata maelekezo ya mwalimu, na tumeendelea raundi ya pili kukusanya kila mechi pointi 3 ili basi tuweze kuchukua ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Inawapa hamasa gani kwa mashabiki mnapoona timu kama hiyo inashinda kuchukua matatu? Mashabiki inatupa matumaini na kutupa nguvu zaidi ya kuendelea kuwasapoti kila wanapozidi kufanya vizuri, na sisi tunazidi kuwa nyuma yao. Lakini hata bahati mbaya kudondosha point wakapata sare, hatuwezi kuacha peke yao. Tunaendelea kuwa nao bega kwa bega, lakini raundi hii ya pili hatutegemei kupoteza point hata moja. Kila mechi tunataka kupata point 3 ili tuweze kuchukua ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Kama kiongozi wetu JSM alivyosema, Yanga bingwa, ndio mbio tunapoelekea huko. Mchezaji kama Damaro, pengine wewe unaweza kumzungumziaje na unadhani kwa namna gani anaongeza chachu kwenye kuhakikisha kwamba mnafikia malengo ya kuwa mabingwa msimu huu? Damaro ni kiungo mzuri, nadhani anajitahidi sana kuziba pengo ya Khalid Aucho. Kila mchezaji ana ubora wake, lakini kwa Damaro ni bora, ndio maana nadhani hata wapinzani wetu wanaendelea kila siku badala ya kutafuta pointi 3 wanaendelea kujaribu kufanya namna gani kutoka kwenye reli kuzidi kumkatia rufaa. TFF, kamati na bodi ya ligi wamesema mchezaji halali, sasa wanaenda kasi. Kwa hiyo acha endelee na Damaro, sitaendelea kuchukua pointi kila mechi. Kwa hiyo Damaro ni mchezaji mzuri na ndio maana watu wanaendelea kumlalamikia. Kwa jina naitwa Datius Robert, mshabiki wa Pamba Lialia kutoka Mwanza hapa maeneo ya Kitangiri. Mimi kwa matokeo leo, mechi ilikuwa ni ngumu kwa pande zote mbili. Kwa mchezo leo Pamba alionyesha siku ya leo, sikutegemea kama angekuja kucheza hivi. Yaani mechi zote alizocheza iwe nyumbani iwe ugenini, leo amecheza chini ya kiwango sana. Kwa hiyo mechi ya leo imenitia mashaka sana. Nadhani sio mimi tu, mpaka mashabiki wa Pamba wenzangu. Mechi ya leo yani haikuwa kwenye ubora kama tulivyokutegemea. Maana ukiangalia Pamba amecheza mechi ngumu sana hapa. Amecheza na Azam kapata pointi 1. Kacheza na Simba kapata pointi 1. Kacheza na Singida kapata pointi 1. Maana hizo ukiangalia ni mechi ambazo za ushindani, mechi ngumu. Lakini unashangaa leo kipindi cha kwanza anaruhusu magoli mawili, goli la kwanza na la pili, magoli mepesi sana. Yaani tulishindwa kuelewa yani shida ilikuwa ni nini mechi ya leo mpaka timu yetu kupoteza yani mechi kirahisi hivi sana. Yani hii mechi ya leo imetutia mashaka sana. Maana unapokuwa unakutana na mechi hizi za karibuni, ukionyesha kwa mpinzani wa kwanza na wa pili, onyesha ugumu ule ule. Kufungwa sisi hatukatai. Maana leo tumejua kwamba kwa anacheza timu ngumu sana kwetu. Timu ambayo inatuzidi kila kitu. Lakini kuna ile bwana umefungwa, lakini umefungwa kwa kupambana. Leo Pamba amefungwa kidhaifu sana. Yani hajaonyesha morali kabisa mwanjani. Kwa majina wananiita Bibox. Matokeo ya leo mimi binafsi kama shabiki kindakindaki, shabiki Lialia wa Pamba, kiukweli ameniumiza. Sikutegemea Pamba yangu kucheza hivi. Sasa tuwape homework benchi la ufundi, wajue wapi pamevuja. Manake hii sio Pamba naojua mimi, Pamba ambayo msimu huu haijapoteza uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo mimi naomba niwape homework benchi la ufundi, kuanzia makocha na wengine viongozi wetu wa Pamba Jiji walifanyie kazi. Sisi hatujapenda mashabiki, tunapenda sana timu yetu na tunaisapoti sana kwa vingi. Tunatoa hela zetu, tunapambana kadri ya uwezo wetu kwa ajili ya timu yetu kuhakikisha inapata matokeo. Sasa leo sijajua nini kimetokea. Kwa hiyo naomba benchi la ufundi likae chini na uongozi uangalie nini kimetokea. Mimi mwenyewe binafsi sijaelewa na nimeumia sana. Kwa majina naitwa Hajman Chibu, Hajman Kani, ni shabiki wa Pamba Mwanza. Ndugu, kwanza nipende kuipongeza klabu ya Pamba Jiji. Inaonyesha kupambana, lakini haikuwa bahati. Kwa bahati
kama mnavyoona kikosi cha Yanga akikuwa bora sana, lakini sijui wamepataje matokeo, nashindwa kuelewa, nashindwa kuamini. Sababu hata ukiangalia leo hawakucheza namba 9 asili. Wengi wamewekwa tu si namba zao, lakini mimi niseme tu maana naumia sana. Yaani nashindwa kusema, lakini nasema kwamba benchi la ufundi likae liangalie. Sisi kama Pamba tunaipenda timu yetu na mapenzi nayo. Kwa kuja kuangalia mpira leo Pamba imeshinda chini ya kiwango sana mashindano. Kwa hiyo kwa jina naitwa Josephat Sima Malomele, ni shabiki wa Pamba kindakindaki. Kwa matokeo haya mimi hajaniridhisha, anajinifurahisha. Kwa mchezo uliocheza Pamba sio mchezo ule ambao tuliozoea hapa katika tunaona wanaocheza hapa. Timu inacheza inapambana, inajituma. Leo magoli wamecheza mpira dhaifu wa kinyonge, na tutarajii kuwa Pamba hii tu ambayo tulikuwa tunaitaka. Pamba tunaoitaka sio ya kuwa naachia tu timu inakuja inajichukulia pointi. Pamba yetu tunataka kila anayekuja hapa aachie pointi, lakini imetusononesha sana, imetuumiza sana. Mpira ni dhaifu na umetuumiza sana. Naomba benchi la ufundi lijirekebishe kwa mechi zinazofuata, la sivyo watatuvunja moyo sana. Yeye na waliomtuma na maswaiba zake wa baadaye tumewaonyesha kwamba sisi tukiamua jambo letu. Leo alikuwa anaishia kushikashika tu mipira kwa mikono. Hiyo ndio Yanga, ndugu yangu. Kwa maswaiba gani? Kauli zake zimemponza, ameingia. Lakini kwa wachezaji ngoja jana akuzungumza Israel. Kwa nini na trend tu peke yake? Usipoiheshimu Young Africans ndio mabaraka kama haya yanakuwa. Unaona mkoa kama hii. Yote mkoa ndio zalisha international. Hii simu wewe basi kuongea ujinga. Hata kama na story kwa wachezaji wa kawaida. Mimi nataka nikiona vipaza kama hivi nazungumzia wachezaji wa Tanzania wazao wanaoendelea na Mohamed Damaro. Sasa mchezaji wewe kajika mtaa ukienda kwenye press conference unashindwa kutoa heshima kwa timu kubwa kama Yanga. Sisi tumempa alichostahili. Angalia sasa hivi tuongelee kidogo Alan Okello. Umemwona Alan Okello? Umemwona Alan Okello? Hoya, kanipigia hat-trick ya assist. Kwani kuna mchezaji kwanza ligi imeanza shafanya hilo jambo? Hakuna. Alan Okello. Yaani kwenye ligi hii ya Tanzania tokea mpira huu nchi hii uumbwe. Ni Alan Okello, Stefan Aziz Ki na Clatous Chota Chama wakiwa kwenye uzi wa Yanga ndio wameshacheza kwenye mchezo wa ligi kuu, wakaasisti mara 3 kwenye mchezo mmoja. Haijawahi kutokea kwa mchezaji yoyote. Haijawahi kutokea kwa mchezaji yoyote yule.